Kwa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka Simba, wewe unasemaje? Na msimu huu wa 24-25 Simba tumeumaliza kwa mafanikio makubwa. Kwanza kwa kuwa na finali ya CAF, lakini pili msimu uliopita tulimaliza kwa kupata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho, na tukasema ya kwamba msimu unaofuata ambao ndio msimu huu, moja kati ya malengo yetu ni timu kurejea kucheza kombe la ligi ya mabingwa Afrika. Mpaka muda huu nazungumza nawe Toby, tayari tumejihakikishia kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sisi kwetu Simba tunaona ya kwamba level yetu ni kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Ikitokea tukashiriki kombe la shirikisho, ahlan wa sahala, lakini tunahitaji kupambana kule kwa wakubwa zaidi ili tuweze kuheshimika zaidi. Kwa hiyo malengo yetu msimu huu yameshafikiwa kwa sababu tayari mpaka muda huu nazungumza nawe tunayo tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, na tayari tuna fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na tayari tumeipandisha timu yetu daraja kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 5 barani Afrika. Kwa hiyo haya peke yake ni mafanikio makubwa sana kwa upande wetu. Na Simba tunapozungumzia mafanikio hivi sasa, huwa hatuangalii zaidi ndani tumepata kitu gani. Tuna mafanikio yetu huwa tunayapima kwenye continental level, tunaiangalia kwenye bara la Afrika, Simba tumepiga hatua gani kwenda mbele. Kwa hiyo kwa msimu huu tushapiga hatua kubwa, tumeshafanikiwa kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tumefanikiwa kufika namba 5 Afrika, tumefanikiwa kucheza finali ya Afrika. Sasa tunaangalia kilichobaki mbele yetu kwa hapa nyumbani, ambayo kilichobaki hapa nyumbani wanaita ni ile home proud, heshima ama majivuno ya nyumbani. Heshima ama majivuno ya nyumbani ndicho ambacho kimebakia kwa hapa nyumbani. Maneno ya mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano akisema kwamba mafanikio kwa 2024-2025 Simba imeyafikia. Sababu ni ipi ambayo unafikiri Simba imeweza kupitiliza katika hayo mafanikio kama ulivyosema Salum Mnolela? Kwa sababu mpaka sasa hivi nafikiri kwenye kombe la shirikisho wamecheza finali la barani Afrika, CRDB wameishia nusu finali, kwenye ligi wako nafasi ya pili ambayo hiyo ni ya uhakika. Msimu uliopita kwenye ligi walishika nafasi ya 3. Kwenye kimataifa nafikiri waliishia robo finali, ndio. Hivi hapo kufika kwenye finali kombe la shirikisho ni kwa sababu ya uchanga mpaka kufika finali ndio inaonekana mafanikio. Kwa sababu naamini kuna wengine kufika finali tu peke yake bila kuchukua kombe sio mafanikio. Sasa hapa tunalizungumzia Simba ndio nauliza ni uchanga ama? Kwa sababu hawajawahi kufika finali ukiacha huo mwaka 93. Sawa. Hapa katikati nilikuwa ni malengo yao. Unajua Simba kimataifa ilikuwa lengo lao kubwa kufika nusu finali. Kwa sababu kila msimu walikuwa wanaishia robo. Sasa Simba manake kwenye misimu hiyo wakati wako bora kabisa, wana quality player, watu wa Kenya Luis, unakumbuka kila Chama wapo kwenye timu, walikuwa wanataka tu kufika at least nusu, lakini ilikuwa inawashinda kwenye ligi ya mabingwa. Pamoja hata shirikisho, Simba hata shirikisho walikuwa wanataka wafike nusu hivyo, umeelewa? Lakini walikuwa hawafiki. Sasa kwa nini mimi nasema msimu huu wamefikia malengo na wamepitiliza? Kwa sababu kama huu msimu ulikuwa lengo ni kutengeneza timu, umeelewa? Siku zote mtu anapotengeneza timu anakuwa anajua kabisa siwezi kushindania vitu, siwezi kuwin trophies, umeelewa? Mimi nitakachofanya nitatengeneza tu kikosi strong ambacho kitatoa tu ushindani kwa ajili ya misimu 3 mpaka 4 ya mbele. Lakini imekuwa tofauti kwa Simba. Kipindi msimu ambao wanatengeneza timu na ndio msimu ambao huo wameanza kupata na mafanikio, kwa sababu kufika finali kwenye kombe la shirikisho hata klabu bingwa ilikuwa ni ndoto yao. Sasa wamefika katika msimu ambao walikuwa kutengenezea timu, ambao unajua ni msimu ambao hata usipopata kitu wewe hutakuwa na shida, ili mradi tu uone future ya mbele. Wameweza kushika nafasi ya pili kwenye ligi kwenye msimu ambao wa kutengenezea timu, wakati msimu wana timu tayari wameshika nafasi ya 3 msimu ulioisha. CRDB wamefika nusu, sio mbaya vile vile. Sasa
mtu yoyote ambaye yani kwa sababu tunazungumza kwamba kitaalam kabisa, na ndio maana hata mwalimu Fadu Davis Simba wanaamini ni mwalimu ambaye kawapa mafanikio makubwa sana. Na tukirudi hapo nitakuwa na swali lingine hapo kwa sababu hata Young Africa kipindi wanatengeneza timu wao hawakuanza tuna msimu huo kushuti namna hiyo. Unakumbuka wali struggle ile miaka fulani 3-4 ile ambao ndo waletaga, unakumbuka kupiga kina Sapong akina Kalinyos wanatoa wanaingiza, mwisho wa siku akaipata ikrimu ya kina yani Kibanga, ambayo sasa ilikuwa nafikiri kama misimu 3 ilipita ndo 4 wanaanza kushinda trophies. Sasa Simba hawajashinda trophy yote, lakini kuna achievement ya nyuma na hii timu hapa walikuwa nao sasa. Doesn't matter. Vivo connects like-minded souls, not based on looks. No matter who you are, find your soulmate on Vivo. Ya kumaliza msimu ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kikosi baada ya kurejea kutoka Manyara tukapata mapumziko ya siku chache, na kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena ya siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Kuelekea michezo hiyo 3 ya kumaliza msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akizungumza hayo. Tuwashukuru Yasi ambao tumekuwa nao katika habari za hapa nyumbani, na kila mmoja wetu kati ya sisi wa Tanzania ambao tunaendelea kuisikiliza pia eSports ya EFM, naamini kuna picha yake ya mafanikio ambayo ameiweka, na mara nyingi huwa tunajitafutia vijisababu vya kutoanza safari ya kufikia hiyo picha ambayo mtu unakuwa umejiwekea, ama malengo fulani hivi ambayo umejiwekea. Ndio maana Yasi wanakuambia anzia hapo ulipo. Sasa unaanziaje hapo ulipo? Ni namna ya kuweza kila Mtanzania mwenye ndoto zake na matamanio ya kubadilisha maisha yake kufanya hivyo kwa kutumia kile alicho nacho bila kusubiri mtu, nyakati ama siku special, kuanza safari ya kufikia ndoto zako hizo. Anzia ulipo kutoka Yasi, na kukumbusha kuwa mafanikio huanza kwa hatua moja tu iliyojaa kuamini kwamba kile ulicho nacho kwa wakati huo, iwe ni kipaji au maarifa, ndicho unachohitaji ili kufikia ndoto zako. Sasa kama Yasi wanawezesha safari ya kila Mtanzania kuanzia ulipo, ni kwa sababu mimi nikwambie tu bwana, sababu zipo nyingi za Yas, na ndio maana unapata mtandao bora wa 4G na 5G Tanzania nzima. Hili halipingiki bwana, mzee wa chini ya